Na waziri wa mashauri ya kigeni na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ambaye amefungua rasmi kongamano la maaskofu Afrika katika chuo kikuu cha Katoliki Kwea hapa Nairobi. Kongamano hilo linalolenga kuhamasisha vijana lilianza Jumapili na litaendelea juma hili lote. Sasa tuungane mubashara na Laban Shaban akiwa amekita kambi katika chuo hicho, atueleze ni nini cha mno. Laban, wapo unanipata? Je, sauti ya kanisa inasema nini leo wa kesho kuhusiana na taarifa hii muhimu sana kwamba maaskofu 143 kusema zaidi ya maaskofu 100 wamekutana katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Afrika Mashariki maarufu Kwea, hapa ambapo wanazungumza masuala ambayo yanahusu hasa vijana katika mataifa ya Afrika Mashariki, kujenga mshikamano wa kiroho wa vijana na kuhakikisha pia vijana wanakuwa na matumaini katika maisha na wanashirikishwa katika uongozi wa taifa, mbali na kuhakikisha wapo katika michakato ya haki. Tayari hapa amekwisha fungua kongamano hili waziri wa mashauri ya kigeni na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, ambaye pia ameandamana na viongozi wengine wa hapa nchini, gavana wa Nairobi Johnson Arthur Sakaja na pia waziri wa biashara Lee Kinyanjui. Moja kwa moja, pengine ili niweze kupata picha, nizungumze na askofu mkuu wa Dayosisi ya Nyeri Anthony Muheria. Tumesema naye pembeni. Asante sana kwa kuzungumza na NTV wakati huu. Tungependa sana kujua kwa ufupi kabisa kwa nini kumekuwa na kongamano hili. Asanteni sana. Swala za vijana ni swala ambalo ni swala la muhimu sana kwa kanisa, kwa nchi, kwa jumuiya, na hivyo basi uungano wa AMESEA kama maaskofu na kanisa Katoliki Afrika Mashariki tuliona ni vyema sio tu kuzungumza juu ya vijana, lakini kuzungumza na hawa, kuwasikiza, kuangalia ni jambo gani ambao wanaweza changia katika uongozi, katika maisha, na baadaye kuwasikiza haya ambayo yamo katika rohoni mwao. Ni nini tunaweza fanya ili kuwaunda katika uongozi bora, na hata kuwapa msimamo wa kuwaunda katika maisha yao, ili yale wanaotarajia naweza fanyika katika nchi na jumuiya yafanyike. Basi tumo hapa maaskofu wote, na leo tumekuwa hata na viongozi wa makanisa mengine katika uanduzi rasmi kwa tulipokuwa na hapa na katibu PCS wa nchi yetu Musalia Mudavadi. Basi tunawaombea, lakini si tu kuwaombea, tunataka kutembea na hawa katika hii safari, tukiwaunganisha, tukitafuta jinsi tunaweza fuata suluhu ya yale mambo ambayo tayari wametueleza kwamba haendi bora katika nchi na katika kanisa na hata katika jumuiya. Tunazungumza wakati ambapo vijana wanaonekana wanatumika kama tambarabovu katika ulingo wa kisiasa, kwa sababu kunakuwa na machafuko siku za hivi karibuni. Mamlaka za usalama zinasemekana kwamba zimekuwa kama kwenye mabano domokaya, kusema bila kutenda, bila kuwakamata wale ambao wanahusika katika fujo, na pia wao wenyewe wanaahidi kila siku. Sijui ujumbe kutoka kanisa ni upi? Kwanza tujue kwamba wengi wa hawa vijana ambao wanahusika hawana fedha, hawana uchumi, wana shida, wanateseka, na ndio maana ni rahisi sana kuwatumia uovu na njia mbaya. Lakini hata kwa hivyo ni vyema tuwakumbushe vijana kwamba maisha yao na hata siku za usoni ambazo zaja njema na ambazo tunaweza boresha, zinatarajia wawe na msimamo wa kimaadili, moral stand, ambaye wasitumike kuuza roho zao, maisha yao, kwa kuchafua maisha na kwenda kuvuruga. Tunaomba vijana, kuna njia nyingi sana mnaweza pata faida na hata kupata maisha yenu yawe ni bora, kuinua, lakini sio haya ya kutumia ghasia, uovu, vurugu na chuki. Hayo kamwe haiwezi leta umoja na yale tunatarajia baadaye. Tunawaambia msiitikie kamwe kulipwa kufanya maovu, kuvuruga. Msikubali kamwe kwenda kuvuruga ama kwa sababu ya chuki kuingilia wengineo ambao wana misimamo mbalimbali ya kisiasa ama yoyote yale.
Asante sana Bishop, na tutazungumza hata usende mbali, nirudishe kwenye studio alafu tuendelee na gunzo hilo kwa dakika tu chache. Asante sana. Huyo ni Anthony Muheria, askofu mkuu wa Dayosisi ya Nyeri, akizungumza kuhusu masuala muhimu ya humu nchini, uongozi na jinsi ya kuhusisha vijana kusukuma mbele gurudumu la ustawi wa taifa. Muhimu sana alichotaja Musalia Mudavadi ambaye ni waziri wa mashauri ya kigeni na pia mkuu wa mawaziri, akisema kwamba maaskofu waweze kuwaleta pande mbili ambazo zinazozana, upande wa upinzani na upande wa serikali, waweze kukaa meza moja ili nchi isirejee katika machafuko ya mwaka 2007, mwaka 2008. Kwa sasa narejesha hadi studio kwako Cecilia wa Kesho. Tutaendelea zaidi na taarifa kwa kina na uketo. Ama kweli, asante sana Laban Shaban akiwa maeneo yale ya chuo kikuu cha Kwea.